Naam, karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zaidi kabla ya kuingia kwenye mahojiano. Kama nilivyokuelezea, kuna taarifa mbalimbali tunazozifuatilia na mojawapo ni taarifa kuhusiana na yale mashindano ya 64 ya uigizaji, filamu pamoja na densi ambayo yameingia siku yake ya 4 hii leo katika kaunti ya Nyeri. Kumbuka mashindano haya yanaendelea katika taasisi 3 maeneo yale, huku wanafunzi kutoka taasisi mbalimbali za masomo wakiendelea kutumbuiza umma kwa mashairi, densi, hadithi, huku akizingatia mada tofauti ambazo waliweza kupewa kama vile masuala ya teknolojia leo, utunzaji wa mazingira, usawa wa jamii pamoja na masuala mengine mbalimbali. Hivi sasa tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu ambaye yuko kaunti ya Nyeri, ambaye ni Clement Masombo, kwa njia moja kwa moja akituarifu namna siku hii ya 4 imeingia vipi na mashindano yenyewe yanapelekanaje. Labda Masombo, nadhani unanipata vema kabisa kutoka hapo Nyeri kwa sasa. Naam, shukrani sana Manzu, nimekupata vyema, na pia kama ulivyosema ni kwamba tamasha hizi za awamu ya 64 za mashindano ya michezo ya kuigiza na filamu zimeingia siku ya 4 leo, na hapa katika eneo hili ambapo tupo chuo cha mafunzo ya walimu cha Kagumo, ukumbi wa hapa umetengwa kwa ajili ya zile ile michezo kutoka kwa shule za msingi, shule za sekondari ya ngazi ya chini, shule za sekondari ya juu, na vile vile kutoka kwa wanafunzi ambao wanatoka pia wanasoma katika vyuo mbalimbali vya mafunzo ya walimu. Sehemu nyingine ambayo mashindano haya yanaendelea ni pale katika chuo anuai cha Nyeri na vile vile chuo kikuu cha Dedan Kimathi. Wanafunzi kutoka vyuo vikuu wanawasilisha zile nyimbo zao na densi katika chuo kikuu cha Dedan Kimathi, na wale ambao wanatoka katika vyuo vya kiufundi na vyuo anuai wanafanyia shughuli yao pale katika chuo anuai cha Nyeri. Lakini hapa nilipo niko na baadhi ya wanafunzi na walimu ambao wamefika kushiriki kwenye mashindano ya mwaka huu. Nataka moja kwa moja tu nizungumza nao, watueleze ni nini ambacho walikuwa wanawasilisha, mada gani, na vile vile nitazungumza na wanafunzi nao watueleze wanahisi vipi, wamejifunza nini kutokana na kushiriki kwa tamasha za mwaka huu. Tuanze na wewe, tueleze jina lako, nani, shule ipi, na mmewasilisha nini kufikia sasa, na ilikuwa kuhusu mada gani? Naam, kwa majina naitwa Mwalimu Clarkson, natoka katika maeneo ya Nairobi au gatuzi la Nairobi. Kwenye tamasha hii sisi kama wanaburuburu tumeleta filamu ambapo tumeunda nyimbo ya video song, ambapo ni kitengo kipya ambapo kimeletwa mwaka huu. Katika filamu tumeleta hiyo wimbo ambayo inaita ama tumepatia mada kuu ya mazingira, na utunzi wa wimbo huu ilitokana baada ya mafuriko kutoka pale maeneo ya Nairobi, ambapo kuna wale wanafunzi wetu wachache ambapo walikuwa wanaishi katika ukingoni mwa mto Nairobi. Baada ya mafuriko, hatimaye mafuriko ikaja ikasomba nyumba yao, ambapo wakapoteza vitu vyao, hasa nyumba yao. So kutokana na hicho kisa, sisi kama walimu wa buruburu na wanafunzi tukaketi chini. Je, sisi kama wanafunzi kuna sehemu fulani ambapo tunaweza fanya ya kutunza na kuitunza mazingira? Ndipo sasa tukakuja na mada ya mazingira. Na kutokana hiyo, pengine ni uhamasisho gani ambao mnatoa kutokana na hiyo filamu ambayo mlikuja kuwasilisha kwenye tamasha za mwaka huu? Naam, katika hiyo filamu tunajaribu kuwahimiza wananchi wetu wa Kenya ya kwamba lazima tuitunze mazingira yetu, kwa sababu tusipoitunza mazingira basi tutazidi kukuwa na madhara mengi sana kama mafuriko, ambapo huwa inatokana na machafuko ya hali ya hewa. Shukrani sana mwalimu. Labda tu nipe fursa nizungumze na mwenzako hapa, utueleze jina lako, nani, umetoka shule ipi, na nyinyi kwa shule yenu mlikuwa mnawasilisha nini? Asante sana. Kwa majina naitwa Steve Opio, na mimi ni mmoja wapo walimu katika shule ya Rai Kanyaika
ambayo inapatikana katika jimbo la Kisumu. Mwaka huu tumeshiriki katika mashindano haya ya kuigiza ambayo inafanyika hapa Kagumo, na tumekuwa mojawapo ya wale shule ambao wamekuwa wakiwasilisha densi ya kitamaduni. Na hapo jana tuliweza kuwasilisha densi hili ambapo tulikuwa tunahamasisha jamii au umma kwa kijumla kwamba ni muhimu sana wakaweze kukumbatia mfumo wa kuweka akiba kwa benki kwa njia ya kidijitali, ambapo pia ilikuwa imehifadhiwa na benki kuu ama benki ya Equity. Kwa hivyo densi yetu ilikuwa inashughulikia masuala ya kuweka hazina kwa njia ya kidijitali, na hiyo ndio mojawapo ya densi ambayo tulifanya jana, densi ya kitamaduni. Na pia tuliweza kuwasilisha densi ya kisasa ambapo tulikuwa na hadithi pale, mahali ambapo wanafunzi wakiwa kule nyumbani wanajihusisha na kutazama simu za wazazi wao kiasi kwamba wanakosa nafasi ya kusoma. Hili linasababisha wao kuwa na matokeo duni kwenye mitihani. Hivyo basi tulihamasisha umma na jamii kwa jumla kwamba waweze kuwa na kizingizio ama kizingiti kile ambacho kinaweza kuzuia wanafunzi kuingia sana katika masuala ya simu ambayo itasababisha matokeo yao shuleni kudidimia. Naam, shukrani sana Mwalimu Steve Opiyo. Labda acha nizungumze na mwanafunzi mmoja hapa, utueleze jina lako nani na unahisi vipi kushiriki katika mashindano ya kitaifa ya mwaka huu, na umejifunza nini kutokana na kushiriki huko? Kwa majina naitwa Melvin Adhiambo, natoka shule ya Rai Kanyaika. Vile nahisi kutokana na hii mashindano, nahisi vizuri sana kwa sababu wengine wetu wenye wameenda huko kufanya hizo maigizo wamefanya vizuri, wamefanya kati ya uwezo wao kuweka shule yetu kwa kiwango ya juu yani. Pengine kwa wanafunzi wenzako wale ambao hawakushiriki ungewaambiaje? Wajaribu tena baada the next time wakuje, au pia wajaribu kama sisi pia, au pia wakuje wahisi utamu wa Sawa, shukrani sana. Manzu, umesikia kutoka kwa Mwalimu Clarkson Ochieng na vile vile Mwalimu Steve Opiyo. Ukiangalia ni kwamba amesema baadhi ya zile mada ambazo wanazungumzia ni mada kama vile mazingira na mada kuhusu teknolojia ya kisasa, na hayo ni mambo ambayo yanaathiri jamii kwa jumla na mambo ambayo tunaishi nayo kila siku. Kwa hivyo sio tu utumbuizaji, bali pia kunayo fursa ya wale ambao wanashiriki kujifunza mengi kutokana na hayo maigizo ambayo yanaendelea hapa. Manzu. Asante sana Clement Masombo, bila shaka kutoka maeneo ya Nyeri pale ambako mashindano haya ya kuigiza kwa wanafunzi yanaendelea, ikiwa leo ni siku ya 4. Kumbuka alianza mapema wiki hii.